Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kutoka visiwani Zanzibari kucheza mchezo wa mzunguko wa 28 ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam Football Club, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 na kuweza kuondoka na alama 3 katika mchezo wa mzunguko wa 28 dhidi ya Azam. Hatimaye Young Africans wanarejea tena dimbani tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 10 jioni, ikiwa ni siku ya Jumamosi, ambapo klabu ya soka Yanga wanatarajia kucheza mchezo wa mzunguko wa 29 dhidi ya TRA United kutokea katika mkoa wa Arusha, ambapo mchezo huu klabu ya soka ya Yanga wanatarajia kucheza katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam, ikiwa ni mchezo ambao Young Africans wanahitaji kupata alama 3 ili kuweza kutetea nafasi yao ya ubingwa. Sasa fahamu kuelekea katika mchezo huu kati ya Yanga dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya TRA United kutokea Arusha, Young Africans wamecheza michezo 28 mpaka sasa, wakiwa ndio vinara katika ligi kuu ya NBC, wakiwa wameshinda michezo 21, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans wamefunga mabao 65, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi kuliko klabu yote ile, wao wakiruhusu mabao 9 wakiwa na faida ya mabao 56 na alama zao 69 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu. Ikumbuke watani wao jadi Simba wapo katika nafasi ya pili na alama zao 67. Kwa upande mwingine Simba Sports Club amezidiwa alama 2 na Yanga, lakini Yanga anakwenda kukutana na TRA United kutokea mkoani Arusha, ambao wao wapo katika nafasi ya 5 wakiwa wamecheza michezo 28, wana alama, wameshinda michezo 11, sare michezo 9 na kupoteza michezo 8. TRA wamefunga mabao 33 na kuruhusu mabao 25 wakiwa wana faida ya mabao 7 na kwa upande wakiwa na faida ya mabao 8 na alama zao 42 katika nafasi ya 5. Lakini TRA mchezo huu ni muhimu kwa sababu kama watapata ushindi bado kuna nafasi ya kwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, kwa sababu upo nafasi ya 5 na Singida yupo nafasi ya 4. Kwa hiyo tunaona Singida atakuwa na Simba, TRA yeye atakuwa na Yanga Sports Club, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona historia inaonyesha katika michezo 6 TRA kukutana na Yanga, basi Yanga ameshinda mara 4, TRA akishinda mara 1 na sare ukiwa ni mchezo mmoja. Na mchezo wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC, klabu ya soka Yanga walifunga TRA mabao 3-0. Kwa hiyo ni mchezo wa duru la salama, ikiwa imesalia michezo miwili kuweza kumalizika kwa ligi kuu ya NBC. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini klabu ya soka Yanga itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya TRA United, like video yetu, afu tuambie kuelekea katika mchezo huu, je, unaiona Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi? Kwa shuka kwenye comment hapo, kwa tuambie unaiona Young Africans ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya TRA United kutokea mkoani Arusha. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya TRA United, kwa upande mwingine klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao wanatarajia kukosekana kuelekea katika mchezo huo. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Yanga wanatarajia kumkosa ni Israel Patrick Mwenda, ambaye tunaona kwa upande mwingine nyota huyu amesimamishwa na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club kutokana na mambo kwamba amekiuka mambo ya kimikataba. Kwa nyota huyu tunaona atakwenda kukosekana katika mchezo wa Yanga dhidi ya TRA United. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka Yanga wanatarajia kumkosa ni beki wa katikati Dickson Job, ambaye naye pia anauguza majeraha, lakini kwa sasa yupo katika program maalum na huenda tukamkosa kumuona katika michezo ya Yanga ambayo imesalia. Kwa hiyo Dickson Job naye pia atakwenda kukosekana. Na nyota mwingine ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni Clement Mzize, ambaye naye pia sote tunafahamu Mzize ni mchezaji anayetegemewa katika eneo la safu ya ushambuliaji, na nyota huyu anatarajia kukosekana ni kutokana naye pia bado anauguza majeraha ya goti ambayo aliweza kufanyiwa operation. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji watatu ambao ni confirmed ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga ambao wanatarajia kukosekana
kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya TRA United kutokea katika mkoa wa Arusha.